Bwana hujambo na karibu. Hii leo timu yetu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, ipo dimbani kumenyana na wenyeji timu ya taifa ya Morocco katika hatua ya 16 bora. Baada ya hapa ni robo finali. Je, ni Stars ama ni timu ya taifa ya Morocco? Nipo na mtangazaji wa hii michuano Leonard Musikula, lakini pia mchambuzi wa kanana kutoka Azam Media Limited. Yeye atupitishe kwenye upande wa takwimu vile ambavyo anaona, na je, anaiona nafasi ya timu ya taifa ya Tanzania kutinga hatua ya robo finali. Mimi naitwa Jado, nipo na Asha Kabuga. Uko sawa sawa? Umeulizaje hapo? Kwamba unaiona? Nikasema si takwimu, hata nakumbuka hata ile mechi ya nani ya Tunisia tulizungumza hivi masuala ya takwimu, afu watu wakawa kama hawaaminiamini na mambo yametokea. Hongera kwanza kwa kazi nzuri. Yaani nimesikia nadhani ulikuwa duty ya Mali, ulikuwa ni duty ya nani ya Senegali na Sudan. Na Sudan, Hongera sana. Nashukuru. Kikubwa mimi kwa mtazamo wangu, baada ya kuiangalia Tanzania kwenye michuano ya AFCON kuanzia kwenye toleo la kwanza mwaka 1980 wakishia hatua ya makundi, njoo mwaka 2019, njoo mwaka 2023 ambao ilifanyika 2024, njoo mwaka 2025. Matamanio ya Watanzania walitamani kuiona Taifa Stars ikifika hatua ya 16 bora katika nyakati ambazo tulikuwa tujawahi kufika, lakini pia unaweza ukaangalia ni safari ya muda mrefu ambayo haikuwa kasi nyepesi kufika hatua ya 16 tena mbele ya timu kama Tunisia ambao ni wana grade kubwa kuliko sisi. Kwa hiyo mtani wetu wa mwisho kwenda hatua 16 bora ulikuwa ni mtani mgumu sana, lakini tuliweza kufanikisha. Kwenye safari ya mpira ya miguu lazima ukubali kwenda hatua kwa hatua. Ni ngumu kwa timu ambayo ilikuwa inaishia hatua ya makundi tena bila kupata ushindi hata mechi moja, yani bila kuvuna alama 3, alafu leo hii ikawa ipo imefika hatua 16 mkawaza robo finali, inakuwa ni ngumu sana. Ni jambo ambalo tunasema ni unavuka kwenye mipaka ya mpira wa miguu. Inawezekana kwenye football, lakini lazima uende hatua kwa hatua. Haiwezi katokea kama fluke tu ukatamani kufika hatua robo finali baada ya kufika hatua 16 tena unakwenda bila kushinda hata mechi moja. Kumbuka Stars kwenye kwenye matoleo matatu, michezo 12 ya hatua makundi iweze kupata ushindi, lakini imekwenda hatua ya 16. Kwa hiyo ichukue hii kama fursa tu kwamba tumefanikiwa kwenda hatua ya 16 kwenye nyakati ambazo hatujawahi kufanya, si ndio? Huu ni muda kwenda kuenjoy AFCON. Kuna ambao walikuwa wanaamini kwamba Stars kutoa sare na Tunisia ni kama bahati, kwamba sisi tulibahatisha kutoa sare na Tunisia, lakini Tunisia huyu kashindwa kumfunga Mali ambaye alikuwa yuko pungufu, alikuwa na kadi nyekundu, na Mali huyu ambaye amemtoa Tunisia ameingia robo finali, hajapata ushindi hata mechi moja. Kwa kuangalia hichi ambacho Tanzania tumekifanya mbele ya Tunisia huyu aliyetolewa, na tunakwenda kucheza dhidi ya timu ya taifa ya Morocco, takwimu zinasemaje na unakiona nini kwenye mechi ya leo? Kikubwa sio bahati. Actually sio bahati kwa Tanzania kufika hatua 16. Unajua bahati ni maandalizi ambayo yamekutana na fursa. Tanzania imekuwa na performance nzuri sana kwenye kucheza mechi kimalengo. Iangalie mechi ya Nigeria, sawa. Iangalie mechi ya Uganda, iangalie mechi dhidi ya Tunisia. Hizi mechi tatu kama utakwenda kuichambua Tanzania kwenye kila idara, kuna picha ambayo unaweza kaipata. Picha ya kwanza, kwa nini Tanzania sio bahati kwenda hatua ya 16 bora? Imefanikiwa kufunga bao kwenye kila mchezo, yani kufunga goli kwenye kila mchezo. Auone kama hiyo ni advantage na development kwa upande wetu. Kwenye matoleo mawili yaliyopita tulikuwa hatuna nafasi ya kufunga goli kwenye kila mchezo, umeelewa? Lakini angalia mechi ya kwanza dhidi ya Nigeria, tulifanikiwa kufunga bao, sawa. Tulifanikiwa kupata big chance ambayo ilishindwa kutumiwa, umeelewa? Nani ambaye alikuwa anaamini kwamba Tanzania angeweza kupata bao dhidi ya Nigeria? Nani ambaye angeweza kuamini kwamba Tanzania tungeweza kutokea nyuma tukaika mzani 1-1? Sawa. Nani ambaye angeweza kuamini kwamba Tanzania wanaweza kufungwa bao na Tunisia wakapata bao la kusawazisha? Ila tunaichukua Tanzania kwenye eneo la ranking za FIFA. Sisi wenyewe ndio tunavyofahamiana, lakini hatujui kama ule ni mpira mkubwa. Sasa tuangalie wapi Tanzania wamekuwa bora hadi kufikia hatua 16. Cha kwanza, Tanzania imekuwa bora kwenye namna ambavyo benchi la ufundi limetekeleza majukumu yake ipasavyo. Sawa.
katika mpira wa kisasa siku hizi 80% ya mpira ya miguu matokeo yake yanachagizwa na benchi la ufundi. Benchi la ufundi ambalo liko chini ya kocha mkuu kama Miguel Gamondi, kazi yake yeye ni kutengeneza mpango kazi kabla ya mechi. Huo inaitwa game plan. Ukiangalia mpango kazi kabla ya mechi unauona kwenye jinsi ambavyo mwalimu anakuja na kikosi chake cha kwanza. Kwenye kikosi cha kwanza unang'amua zaidi kaja na mfumo gani, unalenga nini? Je, mfumo unataka nini? Watu ambao wameweka kiwanjani unalenga anataka watumiaje? Umeona wana asili gani? Moja kati ya mechi ambayo imetupeleka hatua 16 bora ni mechi ya Tunisia. Ndio kwangu mimi nitaitumia kama case study ili uweze kuifahamu Tanzania imekuwa bora kwenye namna gani. Ninapozungumzia kwamba kwa asilimia kubwa haya ni matokeo ya kocha Miguel Gamondi, licha ya kwamba tayari Tanzania ilishaanza kuonyesha dalili njema za kuwepo hapa. Sio kwa bahati mbaya. Nilikwambia hapo awali kwamba kutinga hatua ya makundi mbele ya Guinea ukampiga nyumbani ugenini sio jambo la kawaida. Tanzania wamesahau kwenye ile kundi la Tanzania, Uganda, Tunisia, Nigeria, ukiichomoa timu yote ukamweka Guinea anapita hatua ya 16 bora. Uongo jadi? Ukichomoa timu yote ukamweka Guinea anapita. Sio, umeelewa? Kwa Tanzania walikuwa na hatua ya makundi kwa kuitoa timu ambayo ni competitive, timu ya kiushindani kwenye hatua ya makundi ya AFCON. Na ilikuwa jambo jepesi kirahisi. Unampiga nyumbani, unampiga na ugenini. Do you think that is simple with football? It's difficult, lakini timu yenu unaiandaa vipi? Kwa hiyo Tanzania wanaichukulia poa Taifa Stars, lakini hawaoni kuna hatua ambayo tunayokuwa tukifanyaje? Tukipiga. Kwenye AFCON ya Ivory Coast kupoteza mechi moja haikuwa ni bahati mbaya. Kupoteza mechi moja kwenye AFCON ya Ivory Coast, sare dhidi ya Kongo na sare dhidi ya Zambia. Uongo? Tukafungwa na Morocco goli 2. Si ndio? Ilikuwa ni makosa ya eneo la ulinzi tukushinda kuwa kwanza kwenye mpira juu. Sio, umenipata? Kwenye makala kwenye toleo la Algeria tulifunga mechi zote 3. Uongo? Makala toleo la pili iliyofuata tunafunga mechi moja. Toleo linalofuata tunafanyaje? Tunafunga tena mechi moja, sare 2. Tunapata alama 2 ambazo ukizichukua kwenye hizo alama 2 unaweza kuzichukulia poa, lakini kilichopeleka Tanzania sio alama 2. Kilichopeleka Tanzania hatua 16 ni kufunga magoli. Ndicho kilikuwa ni kikwazo kwa Tanzania kwenye michuano ya AFCON, kupeleka mpira ndani ya kamba. Miguel Gamondi, mmoja kati ya makocha ambao wanasifika zaidi kwenye offensive football, timu yake ina uwezo wa kuconvert nafasi kwa mabao. Amepewa timu kwenye lengo sio la kunoa eneo la ulinzi. Timu yake ameona kugenerate ifanye kazi ya kufunga mabao. Kwa hiyo ukiniuliza kuhusu Gamondi nakwambia amefanikiwa. Kafanikiwa. Yeye ni kocha ambaye mimi naamini ni matokeo ya Gamondi. Kwa sababu ni kocha ambaye anausudu soka la kushambulia. Kuna Yanga ambayo ilikuwa na alama nyingi kuliko Yanga Gamondi. Katika hii misimu wote wanakuwa mabingwa wa Tanzania. Kuna Yanga ambayo ilikuwa na mabao mengi kuliko Yanga Gamondi. Nani kaenda kuwalipizia kisasi ya wananchi mbele ya Simba? Si Gamondi. Timu yake inafunga magoli na ndiyo silaha kubwa ya kocha Gamondi. Ni timu yake kuwa na uwezo wa kufunga goli. Doesn't matter nafasi inakuwa finyu kiasi gani, lakini ukiipata convert that chance. Sio, umeelewa? Kwa hiyo watu wasiangalie alama 2 za Stars kwenye hatua makundi, waangalie kitendo cha kufunga goli kwenye kila mchezo. Hii inatoa picha kwamba kuna asilimia kubwa ya kiwango. Nani ambaye mara ngapi kwa tutaenda kwenye press na laumu makocha kwa mbona Tanzania haifungi magoli mara ngapi? Mbona Tanzania haifungi magoli? Sababu hiyo ndio kwa changamoto yetu kubwa sisi. Tanzania tumejaliwa kuwa na safu bora za kiulinzi. Uongo kweli? Tumekuwa tukijaliwa kuwa na viungo kabaji wazuri, lakini kwenye offensive wise huwa ina changamoto sana kuscore, kufunga magoli. Lakini kwenye AFCON tunakwenda tu 16 sio kwa sababu ya alama 2, ni kwa sababu umemzidi Angola goli 1. Asa ichukua Angola na wewe mnalingana kwenye viwango vya FIFA, mnalingana kwenye uwezo performance kwenye AFCON. Amekwenda tu 16 bora mara ngapi Angola? Lakini leo unachukua nafasi yake kwa sababu umemzidi goli 1. Goli 1 umelifunga wapi? Sio dhidi ya Uganda, ni dhidi ya Tunisia. Sio, umenipata? Kwa kuna namna inabidi upate kama wake up call kwa Tanzania kwamba kuna eneo ambalo tumeliongezea nguvu na ndilo ambalo limetubeba. Tumekuwa tukiruhusu magoli kwenye AFCON, lakini sio tumekuwa tukifunga. Hapana, this time tumefunga, tumeona matokeo yake kwenye football. Anasema Jürgen Cruyff, gwiji wa soka, anasema
Mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa kufunga magoli mengi kuliko mpinzani. Hajasema sio mchezo wa kutoruhusu goli. Anasema mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa kufunga magoli mengi kuliko mpinzani. Yaani hiyo ndio football. Sio kutoruhusu goli. You need to score more than an opponent. So this time tunakwenda hatua 16 bora kwa sababu tumefanikiwa kufanya kazi ya mpira wa miguu ni kufunga goli. Haya, ile mechi ingisha suluhu bila kufungana tungeenda. Japo tungekuwa na alama mbili. Tungeenda. Na tungekuwa tumelingana alama na Angola ambao mawili kwa mawili. Ingekuwa kuna ushida hapo iko hapo. Si ndio? Lakini sisi tumeruhusu magoli mengi, uongo. Kicho tupeleka ni sare ambayo ya goli. So kuna muda kwenye mpira wa miguu unatakiwa ufanikishe ule mpira ujaze ndani ya kamba. It doesn't matter kwamba wewe kimekutokea, lakini ule mpira jae kwenye kamba. Kwa hiyo ndio kitu ambacho mimi nitakizungumzia zaidi katika maisha yangu ya kuangalia Taifa Stars msimu huu. Ni kwenye jinsi ambavyo tumekuwa tukiuwezo wa kutengeneza nafasi na kuzitumia kwa mabao. Lakini pia hapa nataka nirudi nimalizie kwenye engo ya formulation ya kikosi. Hebu angalia kikosi ambacho kilivaa Tunisia. Mabeki wanne, sawa, viungo wawili wakati, Novatos na Mabula, juu kamweka Fei, kamweka Msuva, kamweka Najim Mnoge, si ndio? Samata kaanza pale. Lakini timu ikiwa inakaba inarejea kuwa na mabeki watano. Kocha aliamua kwamba hii mechi ambayo lazima nidhamu kubwa ya kiulinzi pia iwepo. Sio tu kwamba tutahitaji ushindi, lakini nidhamu kubwa ilizabidi iwepo. Upande wa kulia kaeka wing back mmoja, beki asili ni beki namba 2, Dickson Job ambaye ni beki wa kati. Kwa hiyo timu ikiwa inakaba, Jobu, Baka, Ibrahim na Mamnyeto anakuwa watatu pale kati kwenye eneo la 18. Haji Mnogo anakuja kwenye eneo la nafasi nusu baina ya beki wa kati kwa maana ya Dickson Job ambaye atakuwa ni right center back pamoja na yeye kuwa na kopo hapo wawili. Upande wa Mohamed Hussein coverage anaipata kupita kwa Novatus Sisi Masamba na kabia mguu wa kushoto. Unaipata hii position ambayo inaenda kutokea. Mabula anakopa pale kulinda ile mstari wa kwanza wa ulinzi. Timu inakaba kwa pamoja, lakini ambao wanafanya kazi ya kupeleka timu juu ni nani? Ni Faisal, Msufu, Mbwana Samata. Watafanyaje? Nilizungumza wakati tunafanya mechi ya Tunisia kama utakumbuka. Baada ya kuruhusu goli, kama kocha lazima urejee kwenye makaratasi uangalie kwa sasa mechi inataka tupate bao. Lazima utoe kiungo ama utoe mshambuliaji uongeze nguvu nyingine ya kiushambuliaji. Imekuja Mwalimu Selemani, kazi yake kubwa ilikuwa ni kuweka shinikizo. Kwa sababu gani? Kocha ameshaona mpango kazi wa Tunisia baada ya kupata bao la kwanza ni kupiga pasi kutokea nyuma. Kwa hiyo kama atapiga pasi kutokea nyuma, lazima tupeleke watu ambao watakuwa na uwezo wa kuweka shinikizo, kufanya high press. Na ndio bao la Stars lilipotokea ni baada ya kufanya pressing. Wakalazimisha makosa, mabeki wa Tunisia wakapiga pasi boko, watu wamechukua. Angalia alipoenda kutoa pasi na Novatus Dismas. Nilizungumza. Yeye ni kiungo mkabaji. Kaenda kuitoa pasi kwa Faisal kwenye zone ya 14. Mpira mkuu na zone 18. Zone ya 18 ni mbele ya ile D, yani kwenye ile D ya box ile D yake, yeye pale ndio zone ya 14. Ambao mara nyingi ndiko ambako mashambulizi mengi yanapachakatwa kuenda kuwa magoli. Sasa huyu ni kiungo mkabaji kaenda kupigia pasi pale. Ina maana Stars walikuwa juu. Sio unaelewa? Tumefunga Nigeria goli ambalo imepigwa chop fulani amazing pale ndani. Sasa ilikuwa iko juu. Haikuwa counter football. This not counter. Timu ilikuwa inayo na mpira imesogea juu imeenda kupiga pasi ndani goli. Sio ipate wapita. So kuna namna ambavyo Tanzania imeshinda develop kwa kiasi kubwa kwenye eneo la offensive. Labda tuniambia leo sasa timu ichezaje. Ni kwamba mimi nakwambia leo ni siku ya kuenjoy jadi. Let's enjoy the football. Let us enjoy the AFCON. Tushafika hatua ambayo tulikuwa tujawahi kufika. So let us enjoy the AFCON. Na tukiamini leo ni siku ya kuenjoy AFCON. Stars inakwenda hatua ya 16 dhidi ya wenyeji ambao ndio Morocco, wana kila kitu. Yaani wana shinikizo ndani ya uwanja, nje ya uwanja. Ndani ya uwanja wana quality player. Ukianza kuwataja anaondomea wafahamu ubora wa Morocco. Yaani kwenye ile offensive si Madrid, Suisse, Real Betis, Girona. Yaani hakuna ambaye afahamu ubora na quality ya moja dhidi ya Morocco. So leo ni siku ya kwenda kuenjoy. Mimi kama ingekuwa labda ni kocha Gamondi, ningewaambia tu wachezaji wangu, let's go and enjoy the football. Hatuna cha kuogopa, hatuna cha kupoteza. Wao ndio wana pressure. Jado, Morocco ndio ambao wana pressure kuliko Tanzania. Morocco akifungwa Tanzania ni story, the big story.
worldwide Morocco wamefungwa na Tanzania ambayo amekwenda kama best loser. Lakini Tanzania tukifungwa na Morocco nani ambaye atashangaa? Nani ambaye atashangaa? Katika mechi 10 tumeshinda mechi moja. Nani ambaye atashangaa? Simeelewa, katupiga kwenye CHAN, katupiga kwenye kufuzu kwa dunia, katupiga mara ngapi Morocco? Nani ni story kufungwa na Morocco? That's a story. So leo ni siku ambayo kama benchi la fundi kile ambacho anapaswa kuwaambia tu wachezaji mentality wise, mindset zao sio comfortable. You need to play the football. Play like you train. Ndio siku ya leo. Ndio siku ya you need to play like you train. Yeah, do the football. Yaani leo sio kuenjoy jadi. Leo watu kaangalia mpira sio unaogopa kuagiza kile. Wewe agiza tu kinywaji. Leo sio kuenjoy football kwa sababu timu yako watu wale wafika. Ni something extraordinary. Afu unapewa kigingi ambacho tukifungwa reasoning zipo nyingi sana za kuruhusu goli. So leo sio kwenda leo wachezaji watakate tu uwanjani wacheze mpira. Yaani una nini cha kufanya? Nini? Tumefikia nyakati ambazo kwa kufika ni football, ikitokea unafunga goli unapita. The football ikitokea hujaruhusu goli, mikoja penalty, goalkeeper ana save inakwenda tu inafuata. The football you need to enjoy this siku ya leo. Yaani mimi leo sitaki kuchambua siku ufundi tactic wise. Leo ni siku ambayo mimi nafikiri wachezaji waachiwe waenjoy football. Yeah. Bwana, leo ni siku ambayo wachezaji wanapaswa waachiwe waenjoy mpira. Kusiwe na pressure kwa sababu mpaka sasa tumekwisha fika hatua ambayo hakuna ambaye alikuwa ameitegemea. Kitokea tumepita basi ni jambo la kushukuru Mwenyezi Mungu, lakini hata ikitokea hatujapita basi hakuna mashaka ndani yake wala lawama za hapa na pale. Leonard Muskula anamaliza hivyo. Mimi naitwa Jaro, nipo na Asha Kabuga. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Tufuatilie kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram pamoja na YouTube. Jina ni moja tu, ni Ava TV. Kwaheri.